Ukiona kuna aina fulani ya watu wana manage wasanii, lazima ujiulize ameona nini. Kwa mfano, Liza producer ana lebo yake inaitwa Gogumaga Music. Liza ana baadhi ya wasanii wawili watatu ambao anawa manage, na miongoni mwa wasanii ambao Liza anawa manage ni huyu chali anaitwa Bright Star. Na huyu Bright Star ana ngoma inaitwa Far Away. Kiukweli mimi nilivyoona Liza anasimamia wasanii, kwanza kuna mmoja wa kike, nikahisi hapa kutakuwa na talent kubwa sana. Liza hawezi kujiingiza kwenye mambo kwa sababu kwanza ana exposure. Yaani ni kama nyani zee. Yaani nyani ambaye kapishana mishale mingi, ameshaona talent zikoje. Unaelewa? Yaani mpaka Liza anakuambia wewe ni msanii, brother, ujue wewe ni msanii. Mimi nikamsikiliza huyu chali Bright Star. Brother, nilichosikiliza nimesikiliza Afrobeat humu, ni kama namsikiliza Fireboy, ni kama namsikiliza kuna wale wasanii wa Nigeria fulani ambao wanaimba ile pure Afrobeat. Unaelewa? Nikasema yes. Ndio maana Liza alikubali kumsimamia huyu. Ndio maana Liza alichagua yeye huyu chali awe kwenye lebo yake ya Gogumaga Music. Ukimsikiliza kabisa unaisikiliza pure Afrobeat. Unajua hata Afrobeat ya Nigeria wenyewe sasa hivi wanaanza kuichakachoka kwa sababu wanatafuta soko linataka nini duniani. Ukisikiliza mambo ya kina Rema yale, huwezi kuifeel Afrobeat ile ambayo sisi tunaifahamu. Afrobeat kama ya kina ile ya Davido ile. Sasa ukimsikiliza huyo mshikaji Bright Star unaisikiliza Afrobeat, then ongeza na ladha ya bongo flavor kwa mbali. Brother, mvute picha hiyo, itakuwa ni sound ya namna gani? Nenda kasikilize. Ingia kwenye page ya Liza. Kama Liza mwenyewe ana dread, lakini uchalia na dread sio kama za Liza. Hizi ni fupi kidogo. Utamuona tu hapo. Anaitwa Bright Star. Bite ile ya kung'ata alafu Star. Sikiliza hiyo melody ya uchali. Alafu nenda kawasikiliza wasanii wengine wa Liza. Liza na wasanii kadhaa ambao anawasimamia. Nitakuja kuwamesha ni wasanii wa Liza wote hawa kwa siku. So nimesikiliza hii sound nikasema man, ndio maana Liza alikubali kusimamia kwa sababu huyu chali ana talent. Yo, tukubali tukatae. Mimi wanasema kitu hiki. Sisi bongo tuna talent mno. Na kitu ambacho kinasababisha tusiweze kuziona hizi talent kwa sababu mashabiki wameshaamua wao kuchagua upande. Wao wameamua kuchagua aina ya wasanii wa kuwashabikia, sio kuchagua kusupport huu muziki, kusupport kiwanda. Light tungekuwa tunasupport kiwanda, kila mwaka tungekuwa na uwezo wa kutoa talent mpya. Lakini kwa sababu huwa tunasubiri mpaka msanii fulani atoe ngoma, tutastruggle sana kutengeneza talent mpya. Hatuwezi kuja kuibua vipaji vipya kama hivi. Na ground kuna talent nyingi vibaya mno zinaandika. Na hata ukiangalia wasanii wakubwa hawa, angalia nyimbo wanazofanya. Utaona ametoa credit, imeandikwa na dogo fulani, nimeandikwa na dogo fulani. Sasa vuta picha wale madogo wangekuwa wanapewa support. Wao zile nyimbo waziimbe. Man, hiki kiwanda kingekuwa na talent nyingi sana. So katika kitu ambacho mimi huwa na laumu, hatuwezi kuzalisha talent mpya kwa sababu mashabiki wameshaamua kuchagua baadhi ya wasanii.